Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualiki kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhan Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka nikukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia unguruma, akirwa kuomba misaada, kusitisha kupeleka pamba ghafi nje, agiza TRA kodi kwa maelewano kuongeza kasi, azindua chanjo ya mifugo sasa, kuku kuchanjwa bure, maofisa ugani 7500 kuajiriwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ahueni mwendo kasi Julai, habari katika ukurasa wa 3. Washauri kuchaguliwa viongozi wanaosimamia katiba, habari katika ukurasa wa 19. Majaliwa watoa maagizo msaada wa kisheria, amuru wizara 2 kusaidia maeneo yenye migogoro zaidi. Migogoro 24480 kupokelewa, msongamano magerezani wapungua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Lissu atimua mawakili wake, anza kujitetea mwenyewe. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali imejipanga, ipo macho na yanayoendelea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mwelekeo mpya wa kujitegemea. Rais Samia ataka wafanyabiashara kulipa kodi kwa hiari, aonya maofisa TRA kutumia nguvu, azindua miradi kuifungua kanda ziwa, chanjo utambuzi wa mifugo kuwabeba wafugaji nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na kuandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ni Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, ninachotaka kuambia wanangu wa TRA ni kwamba mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake. Ukitegemea cha mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri. Hali haijawa, anakuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa pesa zangu na kudai. Wanaume wako uko wapi? Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika anayopitia Lissu ndani ya siku 68 gerezani. Habari katika ukurasa wa 6. Wanandoa waliouawa kuagwa leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Pemba njiani kwa kinara wa uvumbuzi na biashara. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi amesema dhamira ya serikali ni kubadilisha Pemba kutoka kisiwa cha ahadi hadi kuwa mwanga wa uvumbuzi, biashara na maendeleo. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili imeandika wabunge walia na utafiti elimu mjadala bajeti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 za chanjo ya mifugo, chanjo ya kuku sasa kutolewa bure, akabidhi pikipiki 700 kwa maafisa ugani. Habari katika ukurasa wa 4. TRA kusanyeni kodi kwa njia rafiki Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 4. CTI yampongeza Samia kwa bajeti itakayokuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Waliowekeza nyumba za NHC Kawe kukabidhiwa mwezi ujao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wakandarasi washauriwa kukamilisha miradi kwa wakati. Habari katika ukurasa wa 5. TanTrade yaandika mpango
wa kuendeleza uwanja wa maonesho. Habari katika ukurasa wa pili. Israel Iran zaendelea kushambuliana kwa siku 4. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika digital asset scam, utapeli mpya unaohangaisha Watanzania mtandaoni. Habari katika ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313, barua pepe tokohastz@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ang'aka TRA kufungia akaunti, aonya vikali maofisa wake kunyang'anya kompyuta, vitabu, kufunga biashara, haidi neema kwa wakulima wa pamba na wafugaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nipashe limeandika kamati ya bunge yataka adhabu wageni kuhodhi biashara nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Vikongwe 420 nchini wauawa miaka 3. Habari katika ukurasa wa 19. Lissu atoa surprise kortini. Habari katika ukurasa wa 3. Atumia dakika 54 kujenga hoja ya kuondoa mawakili wake wote kesi ya uhaini. Aeleza anayopitia gerezani polisi. Atoa ushahidi kesi ya uchochezi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Mwinyi awakaribisha wawekezaji fursa Pemba. Habari katika ukurasa wa 4. Mali za wadaiwa 799 kuuzwa kufidia madeni. Habari katika ukurasa wa 5. Kamati ya bunge yataka adhabu wageni kuhodhi biashara nchini. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti ya Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya wananchi, kutenga fedha kudhibiti maambukizi ya ukimwi, kugharamia bima ya afya kwa wote, mitungi ya gesi kushushwa bei, ada leseni ya bodaboda, bajaji guta nayo kushushwa, TANAPA Ngorongoro kurejeshewa 51% ya mapato ya kukuza uhifadhi utalii, kilio cha wastaafu chasikika, pensheni kuongezwa kwa 150% mwaka 2025-2026. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Jamhuri limeandika fagio la chuma la tua NHIF, mkurugenzi mkuu awasimamisha kazi watuhumiwa uhujumu ya bilioni 1.7, hapa kusafisha uchafu ndani ya mfuko, kulinda fedha kwa maslahi ya chama. Wananchi wahoji iweje waliohujumu mabilioni ya fedha kupewa adhabu kiduchu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Profesa Tibaijuka, bajeti isiwe mzigo, ataka wananchi waguswe. ACT Wazalendo watoa neno. Habari katika ukurasa wa 5. Hali ndani ya CWT shwari. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Jamhuri limeandika Iran yaitwanga Israel kwa makombora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Tusirudie kuwa na bunge la aina hii. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Bajeti kujitegemea ni mwelekeo sahihi kwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 7. Dabi itapigwa ila Karia. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni jukwaa kuchochea uwekezaji Pemba. Dr. Mwinyi asema hatua kukifungua kisiwa hicho zinaendelea. Tutaendelea kujenga skuli maalum kwa wasichana, Rais Samia. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wana CCM epukeni kuchafuana, Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili. ZMBF yaimarisha maisha ya wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru, ukweli daima, ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia zindua chanjo ya mifugo, asema itatokomeza magonjwa na kuongeza thamani katika soko la ndani na la kimataifa. Bilioni 216 zimewekezwa katika kampeni ya utambuzi wa mifugo, serikali kugharamia uwekaji hereni, kubadilisha utambuzi wa mifugo, utapunguza wizi na wafugaji kupata mikopo katika taasisi za kifedha nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi akaribisha wawekezaji Pemba. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili.
Wagonjwa wa kisukari waongezeka Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10. Rais Samia azindua jengo la TRA, ataka uwajibikaji, habari katika ukurasa wa 5. Gazeti limeandika Wasira anika uimara wa CCM, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira ametaja sababu zinazofanya CCM kuwa chama cha kudumu, mojawapo ni kukabidhiwa majukumu endelevu ya kuwatumikia wananchi Tanzania. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukikie habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika striker ASEC anokia Simba, Hamza Kamara ongeza nguvu kambini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti limeandika kiwango nyota huyo mwenye umri wa miaka 23 kiasili ni mshambuliaji wa pili katika mfumo wa 442, kwani ni ball to feed player, ila kwenye mfumo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Marapap wanambeba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Habari picha inaonyesha Maxim pia Nzengeli. Gazeti hili likiandika Khalid Aucho, Mudathiri Yahya, Pacome Zuzwa na Maxim Nzengeli wote wanamaliza mikataba yao mwishoni mwa msimu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. Lakini pia gazeti hili limeandika mawinga wanne ubaoni Baka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga yaweka shilingi bilioni 3 mezani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ni Yanga dhidi ya Tanzania Prisons June 18 Sokoine Mbeya. Kipa Ken Gold Mpanzo tunajuana huko ligi kuu bara. Mahagama amesema kwa namna safu ya ushambuliaji ya Simba ilivyo na mabao mengi, anajua watakuwa na kazi ngumu ya kupambana na kuhakikisha wanashinda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ishu ya dabi ya Tanga. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Mtibwa yapewa nondo 3, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Striker mpya Arsenal bado kizunguzungu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Usajili wa Karis mwenye umri wa miaka 27 ameitaka timu yake kumruhusu kuondoka kwa ada ya pound milioni 60, lakini rais wa Sporting Federico Varandas alisema hayupo tayari kumwachia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele limeandika FIFA Club World Cup hii leo Jumanne ni Fluminense na Dortmund, mchezo unapigwa saa 7 kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu ndilo gazeti ya Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yaitangazia kiama Prisons, Twiga Stars yawania usukani Sekafa, Mguto ampa darasa mrithi wake, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. McKeith ahidi makubwa Chane, habari katika ukurasa wa 22. CAF yaitupa tena rufaa ya Guinea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.